Yes, ibana, mambo vipi mwanamichezo? Ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC, burudani ambazo tulizimisi kwa sana. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wakirejea katika uwanja wa nyumbani JKT katika uwanja wa Jenerali Isamuhyo dhidi ya Mtibwa Sugar. Walimaskari hawa, na kama alivyosema Tobias Kifaru ya kwamba Simba tayari ameshajeruhiwa baada ya kufungwa kwenye mchezo wa nusu finali ya Kombe la Mapinduzi, wao wanakwenda kutonesha kidonda, na wamefanikiwa bwana, kwa sababu wameondoka na alama moja muhimu. At this point unaweza ukasema Simba hawana uwezo wote wa kumfunga Mtibwa Sugar jijini Dar es Salaam. Hakuna ubunifu wowote, hakuna ujuzi, hakuna utulivu, hakuna mipango wala upambanaji. Ni mbaya sana kwa timu kubwa kama Simba Sports Club. Si wavunjie heshima Mtibwa Sugar kwa sababu amepata alama moja dhidi ya the Might Simba Sports Club ambayo watu wengi wamekuwa wakiamini ni miongoni mwa timu bora na tishio Tanzania. Lakini kwa sasa Simba sasa hivi ni miongoni mwa timu ya kawaida mno kwenye ligi kuu ya NBC. Sio mechi zake anazocheza unaitazama timu haina mpango, haina mpangilio wa mashambulizi, hawana hatari katika eneo la mwisho. Elie Mpanzo na mheshimu amefunga bao pekee kwenye mchezo, lakini bado kuna vitu vingi ambavyo anapaswa kuvifanya kwa ajili ya Simba Sports Club. Anashindwa kuwa na mchango mkubwa kwenye mechi kubwa ambazo Simba wanahitaji matokeo, lakini pia anashindwa kuwa na mafanikio ya kupata ushindi katika mechi ambazo Simba Sports Club wanahitaji kupata matokeo. Nikuambie kitu kimoja, Simba katika mipango ameanza kufeli kuanzia katika eneo la ulinzi, eneo la katikati na eneo la ushambuliaji. Kwa nini? Mwalimu amechagua kuanza na walinzi wawili, wakati huu akimpandisha juu zaidi mlinzi wa pembeni Nabi Kamara ambaye aliruhusu Shomari Kapombe kucheza eneo la juu zaidi, kwa sababu ukitazama siku ya leo Shomari Kapombe alikuwa anacheza juu ya Nabi Kamara ambaye alikuwa analazimika wakati mwingine kuingia katikati kucheza na partner na Yusuf Kagoma. Lakini wakati huo Simba Sports Club mashambulizi yao wanafanya vipi? Kwenye transition uliona kabisa Simba imekata upepo. Eneo la katikati walipotea, japo kwamba Nabi Kamara alikuwa anakimbia eneo kubwa kiwanjani akicheza space nyingi, lakini bado walikuwa wanashindwa kumalizia ule muunganiko kutoka eneo la kiungo kwenda kumalizia katika eneo la ushambuliaji, kitu ambacho kilikuwa kinawaofa Mtibwa Sugar ambao walikuwa wanacheza kwa idadi kubwa kuanzia nyuma, na wakati wanashambulia wanajaribu kuwa na kasi zaidi hata wachezaji wa Simba Sports Club, kitu ambacho kiliwapa uhuru wao kutengeneza mashambulizi ya hatari zaidi. Kwa hiyo tuseme kwamba Simba ni mbovu zaidi. Kama Simba unajiuliza wameshindwa kupata matokeo dhidi ya Mtibwa Sugar, mechi ambayo tulijua kwamba yes watakuwa na tension ya kujiandaa kwa ajili ya mchezo wa Esperance de Tunis, hawatatumia nguvu nyingi zaidi, lakini watajaribu kufanya vitu ambavyo ni kwa usahihi, kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa inaamua matokeo. Wanapata alama tatu muhimu, mechi ambayo ilikuwa inakwenda kutoa tafsiri nini ambacho watakwenda kukifanya kwenye game inayofuata dhidi ya Esperance de Tunis. Sasa leo hii umepata sare dhidi ya Mtibwa Sugar, niambie wewe utakwenda kufanya nini unapokutana na Esperance de Tunis? Na mbaya zaidi mechi inayofuata wanacheza ugenini nchini Tunisia. Baada ya hapo watarejea tena Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa Simba Sports Club kwa alipofikia kwa sasa wana hatari ya kupoteza michezo 6 mfululizo, kwa sababu ukitazama mechi ambazo zinazofuata hauioni ile Simba ambayo inatisha, hauioni ile Simba ambayo watu wanaweza kusema yes wanaweza kufanya kitu kizuri katika mechi inayofuata au second round ya kombe la Bingwa barani Afrika, kwa sababu performance yao uwanjani, muunganiko wa timu. Mwalimu amekaa na timu sasa anaelekea kumaliza mwezi, lakini bado hajatengeneza ile partnership, bado hajatengeneza ile solid defense. Tulitarajia kuona baadhi ya maeneo ambayo mwalimu atakuwa ameshafanya maboresho, kwa maana kwamba katika eneo la ulinzi au ameshafanya maboresho. Yes, ameshatengeneza partner ya Rushen Daruk na Wilson Nangu ambao kidogo wanacheza vizuri, lakini bado ule muunganiko wao kutengeneza back 4 haujatimia, kwa sababu Anthony Mligo anapanda juu zaidi, Shomari Kapombe anacheza juu zaidi, na mwalimu amechagua kumtumia Nabi Kamara katika eneo la katikati na Yusuf Kagoma alitaka kutengeneza viungo wawili namba 6 wa chini. Lakini hebu jiulize, nani anacheza eneo la katikati? Neo Maema anacheza namba 10. Hana ubunifu wowote, hana utulivu wa kupiga pasi, hawezi kutengeneza nafasi. Mipira mingi ambayo Simba wanaipata zote wanapiga back pass. Sasa kwa faida ya timu yoyote au mpinzani yoyote ukiwa unapiga back pass nyingi, wao wananufaika kwa sababu wanapata muda wa kufikiria, wanapata muda wa kupumzika. Kwa timu ambayo ilikuwa inacheza, kwa sababu Mtibwa Sugar imefika wakati sasa Mtibwa alikuwa anahitaji alama 3 zaidi ya hata Simba Sports Club wenye kuwa wanazihitaji hizo alama 3. Ndio maana nasema kwamba back pass zinaikosti Simba, back pass ambazo kila wakati Simba badala wajenge mashambulizi kwenda eneo la mwisho zinapigwa back pass nyingi nyuma ambazo hazina faida. Ni kwa sababu viungo wamekosa ubunifu, kuanzia kwa Nabi Kamara licha kwamba anafanya kazi kubwa, lakini bado hajawa na athari chanya kwenye kupiga pasi ambazo zinailazimisha timu isogee juu zaidi. Naona umuhimu wa Simba kuendelea kumtuma Alassane Kante katika eneo la katikati, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kupiga zile pasi za kuvunja mstari wa katikati. Lakini wakati huo unatazama namba 10 wa Simba
Neo Maema hana ubunifu, afanye nini ili aweze kuisaidia? Unacheza kama namba 10, pasi zako nyingi unapiga back pass, unapiga pasi za pembeni, kitu ambacho kinaiofa mpinzani kuwa na uhuru zaidi, walinzi kuendelea kujipanga. Kama anakuta wameshatoka kwenye shape ya kujilinda, basi wanarejea kwenye shape ya kujilinda, kwa sababu wanajua kwamba pasi zenu nyingi mnarudisha. Selemani Mwalimu amecheza dakika 45 za kwanza, hakuna alichokifanya kiwanjani, kwa sababu zaidi ya nafasi ambayo alipoteza vipasi ya Elie Mpanzu kwenye dakika za mwanzoni kabisa, lakini unaona kabisa kwamba halishwi, hatengenezei zile nafasi za mwisho kama mshambuliaji. Kama wanakuwa na target man kiwanjani, na lazima watengeneze nafasi ambazo ni lazima mchezaji zimfikie aweze kufanya kazi yake ushambuliaji. Sasa hizo nafasi zote Simba hauioni. Haya sasa, wakati Simba mpinzani ana mpira, anafanya transition kwenye counter attack, ndio wabovu kabisa, kwa sababu wanashindwa kujishape mapema na wanashindwa kuziba space zile ambazo wanajua kabisa haya ni maeneo ya hatari. Unapokuwa unapigwa counter attack, na maana kwamba walinzi na washambuliaji wa timu pinzani, mawingu wako wote lazima wapanue uwanja na aingie katikati mchezaji mmoja. Ukitazama nafasi nyingi ambazo Mtibwa Sugar pia walitengeneza, walikuwa wanapiga long balls ambazo zilikuwa zinakwenda pembeni, zinawakuta mawinga wao wako free. Ni utulivu tu ulikosekana kwa wachezaji wa Mtibwa Sugar na quality kiwanjani. Basi leo Simba walikuwa na uwezekano mkubwa kupoteza game hata kuliko kupata hizi alama moja ambayo wameipata kwenye mchezo wa leo. Na hii ndiyo Simba mbovu ambayo tutaendelea kuishuhudia. Kama wana Simba wanaamini kwamba Simba yao kuna kitu wanahitaji kufanya, basi usajili ni muhimu zaidi. Bado wanazo siku 12 za kurejea sokoni. Wasiangalie huruma, wasiangalie ni kiasi gani na ni ugumu gani watakaopitia kwenye kupata wachezaji ambao watakuwa na quality nzuri kwenye kikosi, bali waangalie mwafaka wa Simba ni wapi inaelekea. Direction ya Simba Sports Club inazidi kupotea. Simba inapoteza ladha, Simba inapoteza mvuto. Simba sasa hivi haishawishi hata kwa mashabiki wao wenyewe kwenda kuitazama kiwanjani kwa sababu ya style ya uchezaji, lakini pia matokeo yanazidi kuwaumiza. Msimu kwenda msimu Simba inacheza vile vile style ile ile, inapoteza alama kwenye game ambazo watu wengi walikuwa wanajua kwamba yes, leo watu wanaweza kaona ile burudani na kuona Simba Sports Club imefikia wapi kwenye maandalizi, kwa sababu shughuli kubwa ya Simba kwa sasa hivi ni kupambania kuhakikisha kwamba wanavuka hatua ya makundi. Je, ni kwamba wameshakubali kufeli kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika? Kwa sababu mechi zinazofuata 2 ni dhidi ya Esperance de Tunis, mechi moja ugenini, mechi moja Dar es Salaam. Watafanya nini sasa? Kama leo hii umepata sare na performance yao kiwanjani haijamridhisha mtu yeyote, unaweza kupata sare lakini ukawa umeonyesha performance bora zaidi, lakini kwa Simba hii bado kazi ipo.